Baada ya vifo vya makamanda wa Iran, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei ameteua makamanda wakuu wapya kuchukua nafasi za waliouawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel huko nchini Iran. Kufuatia mashambulizi ya utawala wa Iran, kiongozi wa serikali ya mapinduzi Ayatollah Al-Khamenei ameteua wakuu wapya wa kijeshi kwenye vifaa kuu, akisisitiza kuendelea nguvu za kiroho ndani ya vikosi vya wanajeshi wa Iran. Uteuzi huo unaashiria upangaji upya wa harakati katika ngazi za juu zaidi za kijeshi za Iran katika kukabiliana na matukio mapya ya kijeshi katika eneo hilo. Uteuzi huo mpya ni ishara ya azma ya irada thabiti ya Iran, wakati huo ikijiandaa kukabiliana na tukio lolote katika eneo. Katika uteuzi huo mpya, kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amemteua Luteni Jenerali Abdurrahim Mousavi kuwa mkuu wa majeshi ya Iran, kuziba nafasi ya Meja Jenerali Mohamed Bakr aliyeuawa siku ya leo alfajiri. Lakini pia Ayatollah Al-Khamenei amesema katika taarifa yake kuwa kwa kuzingatia kuuawa shahidi kwa kifahari Luteni Jenerali Mohamed Hussein Bagher mikononi mwa utawala wa Israel uliolaaniwa, na kwa kuzingatia utumishi wako wa kupongezwa na uzoefu wako muhimu, ninakuteua kuwa mkuu mpya wa majeshi ya Iran. Aidha, katika uteuzi mwingine, kiongozi muadham ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Iran amemteua Luteni Jenerali Ali Shadman kuwa kamanda wa makao makuu ya kikosi cha Khatam al-Anbiya, akichukua nafasi ya Meja Jenerali Gholam Ali Rashid aliyeuawa siku ya leo pia katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Wakati huo huo, Ayatollah Al-Khamenei amemteua Meja Jenerali Mohamed Pakpour kuwa mkuu mpya wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepa, akichukua nafasi ya kamanda shujaa aliyeuawa pia Luteni Jenerali Hussein Salam. Hiyo ndio orodha mpya ya wanajeshi wapya walioteuliwa kuwa viongozi katika jeshi la Iran baada ya vifo vya wenzao ambao wameuawa siku ya leo alfajiri, siku ya Ijumaa, baada ya mashambulizi makali yaliyofanywa na serikali ya Israel baada ya kufanya mashambulizi mazito katika maeneo mbalimbali huko nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza mengi ambayo yanajiri wakati huu kutokana na kile kinachoendelea katika Mashariki ya Kati. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, tutakujuza kila kinachojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.